Kaifa amsaytum kabizu. Amsaytu bi khairin walillahi alhamdu kullu amin wa antum bi khairin. Kullukum salimun. Someni dua tufungue darsa yetu. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه غر الميامين وبعد. Naam, ndugu zangu, karibuni sana katika kipindi chetu hichi cha leo, na insha Allahu taala tunakwenda kuwasikiliza vijana wetu wakitusomea somo la tauhid. Tauhid ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, kwa sababu tauhidi ndio Uislamu wenyewe. Mtu asipokuwa na tauhid, maana yake automatically atakuwa mshirikina. Huijui tauhid, maana yake utakuwa mshirikina, kwa sababu tauhid ndilo somo ambalo linamfanya mwanadamu aweze kutambua upweke, umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye peke yake ndiye anostahiki kuabudiwa, yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye anastahiki kuabudiwa. Na kuna aina tatu za at-tauhid. Sawa, kuna aina ngapi za tauhidi? Aina tatu za tauhid. Kuna tauhid rububia, tauhidi ya ar-rububia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni Rabbu, na Rabbu ni mlezi. Sawa sawa, Rabbu ni mlezi. Lakini pia kuna tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya maana yake ifradullah ta'ala bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Sawa sawa, kwamba ibada zote kuanzia as-sala waz-zaka was-sawm wal-hajj wa ghairi dhalika min anwa'il ibada yastahiqu lillahi tabaraka wa ta'ala, anustahiki kufanyiwa ibada hizo zote. Ibada ya sala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa, fasalli li rabbik. Sawa sawa, wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako. Sawa sawa, wadharihu, na kuchinja, uchinje kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema yeye mwenyewe katika suratu Al-Kauthar. Sawa sawa, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, hakika tumekupa kheri nyingi ewe Muhammad, basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya nani? Mola wako. Lakini kuna tauhidul asma'i wasifati, kumpwekesha Allah kwa majina na sifa. Allah na majina mangapi? 99. Ana majina 99 kama yalivyokuja katika athar, katika kitabu na sunna, majina 99. Kwa hivyo tunatakiwa kumpwekesha Allah kwa majina yake na sifa zake.
Huo ni uchache mukhtasari kuhusiana na at-tauhid. Sasa vijana wetu hawa insha Allahu taala watakwenda kutusomea tauhid katika mustawa wa kwanza, mustawa al-awwal, mustawa wa kwanza. Sawa, katika mustawa wa kwanza. Jamani, nyesi mmehifadhi? Sitarajii mtu tena ashike kitabu awe anasoma. Tunataka mtusomee kile mlichohifadhi. Sawa sawa? Fungeni vitabu vyenu. Aha, sisi tupo kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho mmekihifadhi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhid. Ad-darsul awwal. Somo la kwanza. Allahu Rabbi. Allah ni Mola wangu. Rabbi Allahu alladhi. Mola wangu ni Allah ambaye khalaqani, aliniumba, warazaqani, na aliniruzuku, warabani bini'amihi, na alinilea kwa neema zake. Wahuwa rabbu kulli shay'in, na ni Mola wa kila kitu. Wa khaliquhu, na muumbaji wake. Wa malikuhu, na mmiliki wake. Wal mutasarrifu fihi, na mwenye kuendesha mambo yake. Arabtu rabbi, nimemjua Mola wangu. Bila ayatihi, kwa ishara zake. Wa makhluqatihi kathira, na viumbe vyake vingi. Wa min ayatihi al-Qur'anul Karim, na miongoni mwa ishara zake Qur'an. Vipi, mbona mmegwaya hapa? Wa min ayatihi al-Qur'anul Karim, na miongoni mwa ishara zake ni Qur'ani tukufu. Qala ta'ala, amesema aliyetukuka. Qul huwa Allahu ahad, sema yeye ni Allah mmoja tu. Allahu samad, Allah ni mstahiki wa kukusudiwa. Lam yalid, hakuzaa. Walam yulad, wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Naam, alhamdulillah. Sasa nafanya mulakhas, bimaana mukhtasari wa hichi ambacho vijana kwa uchache bil aqali wameweza kukihudhurisha. Hivi tangu tumeanza kusoma hayo masomo tuna muda gani? Hii ni wiki ya pili, sawa? Wiki ya pili, na tunasoma masomo mangapi? Matatu. Somo la kwanza at-tauhidi, somo la pili al-hadithu, somo la tatu fiqhi, sawa? Tayib, na hayo masomo yote alhamdulillah tumeanzia katika sehemu za mwanzo kabisa. Tunaweza kusema katika mukaddima, katika utangulizi, hatujafika mbali.
Walillahi alhamdu, watoto wamehifadhi kiasi walichohifadhi. Tumewasikiliza mistari michache katika tauhidi. Kwanza wametueleza kuhusiana na suala zima la upweke wa Allah. Allahu Rabbi, kwamba Allah ndiye Mola wangu, alladhi khalaqani, ambaye ameniumba, warazaqani, na ameniruzuku, warabbani bini'amihi, na ni Mola wangu, warabbani bini'amihi, na amenilea kwa neema zake. Lakini pia wakamalizia kuhusiana na namna gani twaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Araftu rabbi biayatihi wa makhluqatihi alkathira, kwamba nimemjua Mola wangu kwa ishara zake na viumbe vyake vingi. Allah hatuwezi kumjua kwa kumuona, kwa kumsikia, kwa kumnusa, kwa kumhisi na vinginevyo. Allah tunaweza kumjua kupitia ishara zake, sawa sawa. Wa min ayatihi alquranu alkarim, na miongoni mwa ishara zake ni Qur'ani tukufu. Ishara za kuonesha kuwa Allah yupo ni kuwepo kwa maneno yake ambayo ni Qur'ani tukufu, kwa sababu kila chenye kuwepo kuna aliyekifanya kiwepo. Qur'ani si maneno ya Muhammad, Qur'ani si maneno ya yeyote miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Qur'ani si maneno ya Muhammad, kwa sababu hakuna mtu anaweza akatunga kitabu, ndani ya kitabu hicho akajikosoa mwenyewe. Kwenye Qur'ani tunaona Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekosolewa. Miongoni mwa sehemu ambazo Muhammad amekosolewa sallallahu alayhi wasallam ni katika suratu Abasa, sawa. Abasa watawalla, alikunja uso na akageuka, bimaana akaondoka zake. Abasa watawalla an jaahu al-a'ma, alipomjia nani? Kipofu. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama mwanzo mwa ulinganiaji wake kule Maka, alikuwa na baadhi ya machifu wa Kiarabu wa Kikureishi, anazungumza nao akiwalingania katika Uislamu. Sasa wakati huo akiwa anawalingania wale machifu, watu wazito, Makureishi, wazee wa Kiarabu, ili waingie katika Uislamu, akaja mtu mmoja ambaye tayari alikwisha silimu, naye ni kipofu. Anataka kuuliza baadhi ya mambo Mtume amfahamishe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kana kwamba yule atakumpotezea muda, amepata chansi tayari ya kuzungumza na wale Makureishi, wazee wa Kikureishi, anawalingania katika dini. Sasa huyu kipofu anakuja, anataka kumpotezea, ile ni chance, opportunity chance. Kwa hiyo kibinadamu akamkunjia uso, sawa, akamkunjia nini? Uso, sawa, na akamgeuzia mgongo, sawa. Kitendo kile Allah subhanahu wa ta'ala alikimaindi, kwa hivyo akamkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunasema kwamba kama Qur'ani ingekuwa ni maneno ya Muhammad, basi asingejikosoa mwenyewe ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani sio maneno ya Muhammad, Qur'ani ni maneno ya nani? Mwenyezi Mungu. Lakini tumesema Mwenyezi Mungu hatuwezi kumuona kwa macho, wala kumsikia kwa masikio, wala kumnusa, yani milango mitano ya fahamu haiwezi kumdiriki Mwenyezi Mungu. Tunawezaje kuthibitisha kuwa Mwenyezi Mungu yupo? Wa min ayatihi, ni kupitia ishara zake, sawa. Araftu rabbi, nimemjua Mola wangu, bi ayatihi, kwa ishara zake, wa makhluqatihi, na kupitia nini? Viumbe vya